Jimmy ni nani? Boko alikazia swali, mara hii akiwa amekaa kwenye kiti. Warembo wale walikosa uhuru kama mtainiwa kando ya mkaguzi. Mkawa ulikuwa ni ule wa tunaondoka. Ni kweli swali langu limekosa jibu, na kama imeshindikana wacha niamue, aliongea yule mwanaume huko anamkazia macho mkewe. Mara hii Luciana alionekana kujikusanya, akitafuta nguvu mpya baada ya ile ya kwanza kuangushwa na Boko. Aliingilia mjadala kwa ghafla. Dasta ni kawili story killer, tupo hapa tena kwa ajili ya kusimulia sehemu ya pili ya chumbezo letu tamu nzuri na mafumbo ambayo linahitaji akili kubwa kuweza kufumbua. Chumbezo nzuri na lenye mvuto. Basi usisahau kusubscribe kwanza ili wa kwanza kupata taarifa, like, comment na kushare kwa marafiki. Kuambie kurasa mpya huu hapa kwa ajili ya burudani za simulizi tamu za kusisimua. Wacha tuendelee. Mume, haupaswi kuwa hivyo. Ulitaka niweje? Luciana akatulia baada ya Boko kumkatia. Uko sahihi kupaniki, lakini ulichosikia hakimaanishi hivyo. Sivyo? Unadhani sijasikia? Mnasema sijui kichwa, sijui kinafikisha, sijui kimevaa elementi, mwisho unataka upewe namba. Luciana na rafiki zake wakatazamana kisha wakatabasamu. Nilileta tabasamu la wizi. Jimmy ni bodaboda mume wangu, ndio maana nilikuwa nataka namba yake. Si unajua huwa napenda mtu ambaye yuko sharp. Basi hawa ndio wameniambia Jimmy ndo mtu sahihi kwangu. Ana spidi na kichwa chake kinauelewa, unamfanya afanye kazi kwa ufanisi, na ukimwambia kitu yanafanya zaidi. Ndio la kufurahisha mpaka unachanganyikiwa? Boko aliuliza, sura yake ikiwa imenuna. Ndiyo, sio kwenye bodaboda tu, biashara yoyote ile, kichwa chenye umakini ndio kinachochanganya akili ya mteja. Dume likamshuka shu. Kila kitu kimebadilika, hasa kwa wale rafiki zake. Mwanzo alijijengea ile picha ya mume anayejitambua, mwenye mambo yake, asiyependa kufuatilia, asiye na wivu, lakini leo ghafla akajionyesha kuwa ana mchecheto mkali wa mapenzi. Kwa hiyo ni kichwa tu mnamaanisha? Aliuliza huko anajishika kichwani. Ndiyo mume, wewe ukajuaje? Nilizani kile nisamee, nilienda haraka. Kwa hiyo Jimmy uko vizuri? Boko aliongea, mwisho akajizuka kwa kuuliza. Akakamata mto uliokuwa pembeni yake pale kwenye kochi na kukumbatia. Ndiyo shemu. Swali likawahi kujibiwa na mmoja wa rafiki za Luciana. Huyu alionyesha kuwa ni mjanja na mkubwa kuliko wote na mpenda huru, asiyetaka kufungwa kimaamuzi. Yaani Jimmy kichwa chake anakijua mwenyewe. Mkienda sawa hana shida, lakini ukijifanya cheche anakuwa moto. Jimmy ndio mtu mzuri. Mwanaume hutakiwi kutabirika. Boko akajikuta anachangia huku anacheka na kupigisha kiatu kwenye sakafu. Sasa yule mdada alianza kumjibu, akasapoti pia. Kabisa shemu, hicho ndo tunachokiona na kwa Jimmy. Sio Jimmy pekee, hata mimi kichwa changu Luciana mwenyewe anakijua. Ni moto, aliongea Boko kwa anamtazama mkewe. Sawa, ila wenzako wanasema cha Jimmy ni moto zaidi kuliko changu. Ndio, wewe huonagi kinavyokusumbua? Sawa, lakini chumi nimekizoea. Aliongea hivyo Luciana. Boko na mkewe wakacheka, lakini rafiki zake walicheka zaidi, maana ilionyesha wazi mazungumzo yale yalikuwa kwenye njia moja, lakini uelekeo tofauti. Boko akainuka akiaga kuwa anatoka, lakini mkewe akamzuia. Mume wangu, simu yangu haina salio, ni azime yako kabla ya kutoka, aliwahi Luciana. Boko kabla ya kutoka kwenye kochi. Sasa alikuwa amemwahi, ikabidi asimame. Luciana akamsogelea karibu pale. Unataka umpige nani? Jimmy. Mbona una namba za boda wengi? Kwa nini yeye? Sifa zake mwenyewe umesikia.
Pia hakuna ubaya naye nikiwa namtumia, maana kuna siku nitakuwa na shida, wengine wapatikani, ndio itakuwa nafasi kwa yeye. Maneno ya Luciana alijitosheleza kwa Boko. Sawa, lakini kichwa chake si umeambiwa kilivyo? Utakiweza? Aliuliza Jimmy. Nitakiweza mume, usijali. Okay, ila mwambia kupeleke taratibu. Mimi najali sana usalama wako. Poa mume, nitakuwa makini na nitamwambia nipeleke taratibu. Kunikimbiza ni uko mbele nikizoea. Luciana aliongea kwa sauti ya upole na utii huku anapokea simu ile kutoka kwa mumewe. Rafiki zake wakacheka huku wakigonganisha mikono. Japo hayawahusu, lakini alionyesha kufurahishwa nayo. Haikujulikana kwa nini. Muda wa mchana, baada ya rafiki zake kutoka, baada ya Boko mume wake kukubali na kumpa simu ili ampigie yule boda, Luciana alikuwa ametulizana sebuleni kwake, anasubiri ahadi aliyoahidiana na Jimmy. Mlio wa honi ya pikipiki ulisikika getini, sambamba na simu ya Luciana iliyokuwa inaita mezani. Akikamata na kuiweka sikioni. Namba ilikuwa ni ngeni, lakini Luciana alikuwa anatabasamu. Jimmy, pita ndani, mlango uko wazi, aliongea yule mwanamke na kuweka simu mezani. Muda huu Luciana alikuwa na gauni jepesi, vipodozi kwenye ngozi ya mwili wake vilivyoipamba vyema ngozi yake, lakini idadi ya mavazi haikumruhusu kutoka nje, ilikuwa ni chache. Sasa iweje aite boda? Punde mlango wa sebuleni ulisukumwa. Akaingia kijana mmoja mrefu, mweusi, ana nywele zake za kuchana, mwili wa wastani. Baada ya kumwona, wakatazamana kwa sekunde, kila mmoja akaachia tabasamu. Uko mwenyewe? Aliuliza yule mwanaume huku anasogea bila wasiwasi. Ndiyo, mwenyewe. Hivyo ndo napendaga, safari inakuwa na utulivu bila buguza, aliongea yule mwanaume kwa kipepesa macho huku na kule. Mwisho akaganda kwa mhusika. Mara hii walikuwa karibu. Kweli wewe ukogo kivingine, kichwa chako kipo kama kichwa hicho, Luciana aliongea huku anaiondoa miguu yake kwenye meza ambayo mapaja yake yalikuwa yamejichora ndani ya gauni. Alionyesha wazi nguo iliyosalia ni nguo moja. Wamekwambia kichwa changu kipoje? Acha kujitoa ufahamu Jimmy, nishaambiwa kila kitu. Luciana aliongea kwa anajichekesha. Alijitahidi kujizoesha, maana safari ilikuwa karibu na bila kuongea ingekuwa ndefu, angechelewa kufika. Ni kweli, japo boda ni kazi, lakini nikiridhika na upandaji wa mteja huwa namlipa kama shukrani. Wewe ni hatari, ila mimi sitaki dhuluma, nitakulipa haki yako, Luciana aliongea kwa anamtazama Jimmy kwa jicho mlegezo. Ni wazi alikuwa amechoka, anataka kupanda ile boda na safari ianzie hapo hapo nyumbani kwa mumewe, wakielekea milimani. Hii ni sehemu ya pili, ndo mwisho wake. Mdau, kama ulisahau kusubscribe mwanzo, subscribe sasa, like, comment na kushare kwa marafiki. Wakumbushe ukurasa mzuri mpya ni huu hapa, Stories za Dastani. Subscribe, like na kushare kwa marafiki. Stories zipo za aina zote, chombezo za aina zote na tunga. Nategemea maoni yako zaidi na nikutakie siku njema, na nahitaji zaidi kampani yako kuliko kitu chochote kile. Asante.